Waziri wa mambo ya ndani, tena ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametangaza kwamba anatoa agizo kwa IGP, Inspector Jenerali wa Jeshi la Polisi, kwamba kuanzia sasa mikutano ya hadhara marufuku. Tamko la Katambi, waziri wa mambo ya ndani, limevunja katiba, limevunja sheria, limevunja utaratibu. Hoja ile haikutolewa sawasawa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani haikufuata utaratibu wa Bunge. Hoja ile ilitolewa kama kuomba mwongozo na mbunge wa Dodoma mjini. Mbunge akiomba mwongozo, spika anatoa mwongozo. Lakini mbunge ameomba mwongozo, spika amempa nafasi waziri wa mambo ya ndani aeleze. Huyu aliomba mwongozo kwamba kuna maandamano yanakuja tarehe 7 mwezi wa 7. Hali ikoje? Spika, kiti kinatuongozaje? Lakini waziri wa mambo ya ndani akatumia fursa hiyo kutoa katazo la mikutano ya hadhara, katazo la maandamano. Kama kungekuwa na hoja ya serikali, ingeletwa kama kauli ya serikali, na jambo lisilofuata utaratibu linakuwa ni jambo batili. Amri halali lazima iwe amri halali kisheria na itolewe kwenye jukwaa halali kwa utaratibu halali. Amri ile inapaswa kupuuzwa kwa sababu ni amri batili iliyotolewa kwenye jukwaa bila kufuata utaratibu, ikapita njia batili. Anasema IGP asitoe vibali vya mikutano ya hadhara. Tanzania hatuna vibali vya mikutano ya hadhara. Sisi tunatoa taarifa ya kufanya mikutano ya hadhara, na taarifa hiyo tunatoa kwa mkuu wa polisi katika ngazi ya wilaya, OCD, na sio vinginevyo. Ndio sheria inavyosema. Kwa hiyo anamwagiza IGP, IGP hana mamlaka hayo, na yeye hana mamlaka ya kumwagiza IGP. Sio vibali, ni taarifa. Na hili jambo liliwahi kuwekewa msingi na mahakama kwenye kesi ya mchungaji Mtikila. Madai ambayo serikali inayatoa, ambayo ameyasema waziri Katambi na nimemsikia waziri mkuu anayasema mara kwa mara, kwa maoni yangu mimi ni madai baseless, hayana msingi. Hatuwezi tukalala tukaamka tunasikia waziri mkuu anasema kuna watu wamejipanga na mabomu wanataka kulipua kwenye mikutano, wana risasi wanataka kulipua kwenye mikutano. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo ambalo mtu yoyote akilala akiamka anazusha jambo lake. Hayo ni masuala ya kiusalama, mambo ya kipolisi yathibitishwe. Mpaka sasa hatujaona ushahidi wowote, yanabaki kuwa maneno tu.